الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل إنه فقد فاز المتقون. baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika muombea sala na salama Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lilmuttaqina mafaza, hakika wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ndio wenye kufaulu. Ibadallah, enyi waja wa Allah, huwa sababun litafarruq almujtama, ni sababu ya jamii kufarikiana, wa sababun likathrati at-talaq, na ni sababu ya talaka kutuka mara nyingi katika ndoa za watu, wa sababun liwuqu'in fil kaba'ir, na ni sababu ya kuingia katika madhambi makubwa, ad-da'awa al-batila, madai ya batili, wal aymanu al-fajira, na viapo vya uovu vinavyokusudia mtu kuchukua haki ya mwingine, wal kadhfu, na kusingizia watu wengine machafu, wal ghibatu, na kusengenya, wan namimatu, na kugombanisha baina ya watu. Sababun liiraqati dima, ni sababu ya damu kumwagwa. Sababun lisuquti duwal, na ni sababu ya dola mbalimbali kuanguka. Sababu lile kufur, bali ni sababu ya mtu kufuru kutoka katika dini yake ya Kiislamu na kuingia katika dini nyingine au kuingia katika kufuru. Sababu lidukhuli nari, ni sababu ya kuingia katika moto. Ala wa huwa al-kalam, kitu chenyewe si kingine isipokuwa ni maneno ambayo watu wanakuwa wanazungumza. Maneno ambayo watu wanazungumza yasipokuwa ni maneno ya kheri, yanayopatikana ni makubwa na maafa yake ni mapana mno kuliko vile ambavyo watu wanavyokuwa wanafikiria. Maneno yanasababisha jamii ambayo iko pamoja kufarikiana na kuwa mbalimbali, bali maneno yamekuwa ni sababu ya ndoa nyingi kuvunjika, kwa sababu inawezekana mtu akawa anasemewa maneno, yale maneno akashindwa kuyavumilia. Hata kala Sheikhul Islam, mpaka akasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, almar'atu idha tawala lisanuha qasrat ayyamuha ma'a zawjiha, mwanamke ulimi wake utakapokuwa ni mrefu, atakapokuwa ni mwingi wa maneno, basi yanakuwa ni machache masiku yake ya kuishi pamoja na mumewe. Bali maneno ni sababu ya mtu kuingia katika madhambi makubwa. Mtu anapokuwa anadai madai ya batili kwa ajili ya kuchukua haki ya mwingine, haya ni maneno. Bali mtu anapokuwa na hapa viapo vya batili ili haki ya mtu mwingine aichukue yeye, haya ni maneno.
mtu anapokuwa anazungumza na kumsingizia mtu mwingine jambo ambalo hajalifanya. Haya ni maneno mtu anapokuwa anakaa na kusengenya. Haya ni maneno mtu anapokaa na kuchonganisha baina ya watu ambao wako pamoja wanaoelewana. Haya ni maneno, bali maneno yanapelekea damu za watu kumwagwa. Maneno ni sababu ya nchi kadha na kadha kuanguka, bali ni sababu ya mtu kutoka katika Uislamu na kuingia katika kufuru, bali maneno ni sababu ya mtu kuingia katika moto wa Allah, wal-iyadhu billahi min dhalika. Ibadallah, enyi waja wa Allah, yakulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, mtu ambaye anayemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho, basi awe ni mwenye kusema maneno ya kheri au anyamaze, kwa sababu asipofanya hivyo ataingia katika hasara. Inawezekana maneno yake atakayozungumza yakaleta maafa katika jamii. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه, na alisema mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia Muadh radhiyallahu ta'ala anhu, ala ukhbiruka bi ra'sil amri kulli, hivi je ewe Muadh nisikwambie kichwa cha jambo lote? Qultu bala ya Rasulullah. Muadh akasema kwa nini usiniambie ewe mtume wa Allah? Qala sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salatu wa dhirwatu sanamuhu al-jihad, kichwa cha jambo ni Uislamu. Uislamu ni rasilimali ya mtu na nguzo yake kubwa ni swala, na nundu yake, jambo lake la juu zaidi ni mtu kupigana jihad ya kisheria katika dini ya Allah. Thumma qala, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kumwambia Muadh, ala ukhbiruka bimilaki dhalika kulli, hivi je Muadh nisikuambie kitu chenye kumiliki hivyo vyote? Qultu bala ya Rasulullah, nikasema kwa nini usiniambie ewe mtume wa Allah? Qala, Muadh anasema fa akhadha bilisani, mtume sallallahu alayhi wasallam akashika ulimi wake. Qala, kisha mtume akasema kufa alayka hadha, zuia juu yako huu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ni mwenye kuashiria ulimi wako. Zuia ulimi wako, usiwe ni mwingi wa maneno, isipokuwa utakapokuwa unazungumza, zungumza maneno yenye kheri, maneno yenye faida, maneno ambayo hayatokuletea madhara wewe Muadh. Fakultu, Muadh anasema nikasema mimi, ya nabii Allah, wa inna lamuakhadhuna bima natakallam bih, hivi ewe mtume wa Allah, hivi sisi kweli tutakuwa ni wenye kuadhibiwa kwa yale tunayozungumza kwayo? Faqala thaklatika ummuka ya Muadh, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema amekupoteza mama yako ewe Muadh. Ni maneno ambayo Waarabu walikuwa wanatumia, haina maana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamuombea dua mbaya Muadh radhiallahu ta'ala anhu. Kisha baada ya haya maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, hivi je hawatokuwa ni wenye kuburuzwa watu katika moto kwa nyuso zao au kwa pua zao, isipokuwa yale yaliyochumwa na ndimi zao, isipokuwa kwa maneno yao waliokuwa wanazungumza? Hii ni kuonyesha kwamba maneno jambo lake ni baya. Maneno yanaharibu mazuri yote ambayo mtu aliyofanya. Maneno yanamuingiza mtu hasarani. Maneno yanaleta mafsada na maharibifu katika ardhi. Kwa hiyo lazima watu watahadhari wanapokuwa wanazungumza, lazima watu watahadhari wanapokuwa wanasikiliza, waangalie maneno gani wanayozungumza na waangalie maneno gani wanayosikiliza, kwa sababu kuna maneno mtu anapokuwa anayozungumza hasara yake inakuwa ni mikubwa, na kuna maneno mtu anapokuwa anasikiliza basi matatizo yanaweza yakapatikana katika moyo wake. Wa hadha al-kalam alladhi natakallam bihi yu'athiru fil qalbi, na haya maneno ambayo sisi tunayozungumzia yanakuwa ni yenye kuathiri katika moyo wa mtu. La ajli hadha kad nuhina an istima' kalami ahli al-batil,
kwa ajili ya hili sisi tumekatazwa kusikiliza maneno ya watu batili, kwa sababu maneno yao yanaweza kumwathiri mtu ambaye yuko sawa sawa. Maneno yao yanaweza kumtoa mtu katika njia sawa, yakampeleka katika sehemu mbaya ya kumsababishia hasara katika maisha yake. Qala Allah Ta'ala, amesema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi. Wewe utakapoona wale ambao wanezama katika aya zetu, wakawa wanazungumza maneno ya kufuru, wakawa wanazungumza maneno ya batili, wakawa wanazungumza maneno yasiyokuwa na maana, wewe usiungane na wao, bali wapuuze mpaka wazame na waingie katika maneno mengine yasiyokuwa hayo wanayozungumza. Wakala Ta'ala, na amesema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kan nazala alaykum fil kitab an idha sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi innakum idhan mithluhum. Hakika imeteremka juu yenu katika kitabu, yani katika Qur'an, ninyi mtakaosikia aya za Allah Subhanahu wa Ta'ala zikikufuriwa, watu wakawa wanazungumza maneno ya batili, maneno yasiyokuwa na maana, na ikawa aya za Allah zinafanyiwa istihza, watu hawazizingatii, basi ninyi msikae pamoja na watu ambao wanafanya hivyo mpaka wao wameingia katika maneno mengine, kwa sababu ninyi mtakapokuwa mmekaa na watu batili wakati wanazungumza maneno yao ya batili, ninyi mtakuwa mfano na wao, kwa sababu mtakuwa mnasikiliza, na si ajabu mtashindwa kukemea yale ambayo watakayekuwa wao wanazungumza. Kwa hiyo hasara mtakayoipata ni ninyi kuwa mfano kama wao wanayozungumza ni mambo ya kufuru na wao ni makafiri, si ajabu ninyi mkawa kama wao. Kwa hatakani muislamu kusikiliza maneno ya batili wala kukaa pamoja na watu wa batili, kwa sababu akikaa pamoja nao kitakachopelekea ni yeye kusikiliza maneno yale ambayo wao watakayekuwa wanayazungumza. Qala Ibn Jarir at-Tabari rahimahullahu ta'ala, anasema Ibn Jarir at-Tabari rahimahullahu ta'ala kuhusiana hii aya, wa fi hadhihi al-ayati ad-dalalatu al-wadhihatu ala an-nahy an mujalasati ahli al-batil min kulli naw'in min al-mubtadi'ati wal-fasaqati inda khawdihim fi batilihim. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Anasema Ibn Jarir, hii aya hii ni dalili ya wazi juu ya makatazo ya kukaa na watu wa batili wa kila aina, makatazo ya kukaa na watu wa batili wa kila aina, miongoni mwa watu wa bid'a na watu waovu, wakati wa kuzama kwao katika batili yao, wakati wa kuzungumza kwao batili, aibi kalamihi, akiwa anakusudia kwa maneno yao wanayokuwa wanazungumza, li'annahu mudhirrun fi dunya, kwa sababu maneno yao ya batili wanayozungumza yanakuwa na madhara kwa mtu katika dunia yake, yani yatruka almar'u dinahu wa sunnatahu wa manhajahu salim, kwa mtu kuacha dini yake na sunna yake na manhaji yake iliyosalimika, wa yadkhula fi an-nari fil akhirah, na kuingia motoni akhira. Ibadallah, enyi waja wa Allah, i'lamu anna al-quluba dha'ifatun, fahamuni kwamba nyoyo za watu ni dhaifu, wa shubha khatafa, na shubha zinazozungumzwa na watu batili zinakuwa zinavuta nyoyo. Wewe utakapokuwa umekaa na watu batili na kusikiliza maneno yao, inaweza ikawa sababu moyo wako kuchukuliwa na ukachukua fikra yake, hata kama fikra hiyo aliyokuwa nayo ni fikra ya batili. Haitakikani wewe uwe hivyo, kwa sababu ukiwa hivyo si ajabu kaja kuingia katika batili kama ile ambayo huyo mzungumzaji anaizungumza. Kwa nini? Kwa sababu moyo wako wewe ni dhaifu. Unaweza ukapambiwa maneno mengine yakawa ya hisia, na wewe ukapandishwa na mori ukakubali yale maneno, kuja kutahamaki umetoka katika njia sawa sawa na kuingia katika batili mfano wake. Ibadallah, enyi waja wa Allah, la tasma'u min kulli mubtilin mufsidin, msiwasikilize kila watu wabatili wenye kuharibu, wa minhum
haulai alladhina yusabbibuna iraqati dima'i an-nas bikalamihim, na miongoni mwa watu ambao ninyi hamtaikani kusikiliza ni hawa ambao wanasababisha damu za watu kumwagwa kwa maneno yao. Hawa msiwasikilize kwa sababu maneno yao ni mabaya. Inawezekana kusikiliza maneno ya kuvuta kuja kutahamaki ukawa na fikra kama fikra yao. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum lima fihima min al ayat wal hikma. aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجهم الى يوم الدين. اما بعد، اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل انه فقد فاز المتقون ان للمتقين مفازا. يعني وجه الله hakika maneno hatari yake ni kubwa. Watu wafikia hatua kupigana, mwanzo unakuwa ni maneno ambayo si ajabu akazisha mtu mmoja, mwingine akasikia na yeye akachukua akaenda kuzungumza na mtu mwingine, na mwingine akazungumza na mtu mwingine, wa hakadha yale maneno yakienea. Mwisho wa jambo ukaja kuzuka jambo ambalo halisifiwi mwisho wake. Qala shair, anasema mshairi, fa inna an-nara bil'udaini tudka wa inna al-harba mabda'uha kalamu fa in lam yutfuha uqala'u qaumin yakun waquduha juthathun wa hama. Anasema hakika moto kwa vipande viwili vya miti unakuwa ni wenye kuwashwa, na hakika mapigano, kumwaga kwa damu, chanzo chake ni maneno. Haya mapigano na haya maneno wasipoyanyamazisha watu wenye akili, kinachotokea kuni za huo moto ni kuwa mizoga ya watu, lakini vile vile watu kuhangaika huku na huko, ikawa mwelekeo wao sahihi haujulikani kwa sababu ya maneno yanayoanza kuzungumzwa na baadhi ya watu, kitu ambacho mwisho wake unakuwa ni mbaya. Watu waliotulia wanaanza kuhangaika, watu wenye amani wanaingia katika hofu, watu ambao walikuwa wanatafuta riziki yao katika hali ya uzuri wanakuwa tena hawana hali ya namna kama hiyo, lakini chanzo kinakuwa ni maneno ambayo yanazungumzwa na baadhi ya watu. Na kwenye haya maneno tunayozungumza kunaingia vile vile kuandika. Mtu unapokuwa unaandika jambo fulani na hilo unalokuwa unaliandika likawa ni lenye kuenea katika jamii, hilo linakuwa linachukua hukumu ya wewe kuzungumza. Na ndio maana tunaambiwa alkitabu kalkhitabi, maandishi yanakuwa ni kama maneno ambayo mtu wewe unakuwa unayozungumza. Miaka yetu tuliyokuwa nayo ni miaka ambayo tandawazi uko wazi. Mtu anapokuwa anazungumza neno ndani ya dakika moja linakuwa ni lenye kuenea. Mtu anapokuwa anaandika anachokiandika ndani ya muda mfupi, hicho kitu kinakuwa ni chenye kuenea. Kwa hiyo lazima uangalie unachokizungumza na lazima uangalie unachokiandika, kwa sababu unaweza ukasababisha mambo makubwa na madhara makubwa katika jamii, kitu ambacho kitaleta shida na watu wakaingia katika misukosuko mikubwa. Ibadallah, yani waja wa Allah, baladuna yamuru bimasati, nchi yetu hii inapitia katika hali ngumu yenye kusikitisha. Sababu kalamu baadhi nnas wa tarki irshadati din, na sababu yake iliyopelekea hayo yote ni maneno ya baadhi ya watu, maneno ambayo walikuwa wanazungumza yale maneno yakawafikia watu wengine, na wao wakachukua yale maneno kuwafikishia watu wengine, mpaka hali ikafikia hapa ambapo leo tunazungumza. Watu mali zao zimeharibika, watu ndugu zao wamepotea, kuuliwa, miundombinu imeharibiwa. Chanzo kiangalia ni maneno ya baadhi ya watu walioyazua yakasambaa kwa watu wengine. Kwa muda mfupi yaliyotokea ni makubwa, kwa muda mfupi amani ikatoweka, kwa muda mfupi watu wamepoteza vitu vya msingi ndani ya maisha yao. Asasi na msingi mkubwa ni maneno ambayo yanazungumzwa na baadhi ya watu. Wa mimma yanbaghi wal halatu hadhihi,
Na katika vitu sasa ambavyo vinavyotakikana na hali hii ambayo tuliokuwa nayo, awalan, jambo la kwanza kabisa ambalo watu wanatakikana walifanye kwa sasa hivi, tarikul kalami al-ahli, watu waachie kuzungumza wale wanaostahili kuzungumza, watariku tahadduth bikulli ma yuqalu wa yusma, na watu waache kuzungumza kila kinachosemwa na kusikilizwa. Watu wasiwe wanasema kila wanachokisikia, na watu wasije wakao wanasema kila ambacho kimesemwa na mtu fulani. Wa'lamu anna Allah yakrahu qila wa qala, nafahamuni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anachukia palisemwa mtu akasema, yani mtu akawa ni mwingi wa kunukuu maneno aliyoyasikia yakisemwa na mtu fulani. Kwa hiyo hili kwa wakati uliokuwa nao tujitahidi sana kutokuwa nalo, hata kama wakati mwingine pia haifai, lakini muda huu jambo lilivyo haitakikani mtu kuwa katika hali ya namna kama hiyo. Thaniyan, jambo la pili ambalo inabidi tulifanye na hali hii tuliyokuwa nayo, adam nashri suwari allati la tu'lamu haqiqatuha fi tawasul ijtimai, ni kutokueneza sura na picha ambazo uhakika wake haujulikani katika mitandao ya kijamii, kwa sababu inawezekana zimetengenezwa au inawezekana ni za uhakika, lakini wewe kwa kufanya hivyo unasababisha mambo mengine zaidi na zaidi kuliko yale yaliyotokea. Kwa hautakikani wewe kufanya vitu vya namna kama hiyo, kwa sababu madhara yake hayatokuwa ni yenye kufupika kwa wewe wakati huo, bali yatakuwa ni yenye kufika kwa watu wengine. Thalithan, jambo la tatu ambalo sisi inabidi tuwe nalo, ittiba'u irshadati al-hukam, ni kufuata miongozo ya viongozi wanaoitoa, kwa sababu yaliyotokea yameshatokea na hatuna namna isipokuwa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala aondoe. Lakini wakati tukifuata yale ambayo watawala wanayosema yaliyokuwa mazuri na yaliyokuwa mema, labda kwa hali hiyo hali inaweza kurudi kama ilivyokuwa mwanzo. Rabi'an, jambo la nne ambalo ni muhimu zaidi sisi kulifahamu kwa hali hii tuliyokuwa tunayo, an na'lama yaqinan anna tilka alqadaya walmashakil laysa laha min dunillahi kashifa. Inatakikana sisi tujue tena elimu ya yakini kwamba yaliyotokea na mishkila iliyotokea hakuna wa kuondoa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ambayo yametokea na haya ambayo tunayozungumza hakuna wa kuondoa isipokuwa Allah pekee, ndiye atakayeondoa, kwa sababu ndiye aliyekadiria. Fa idha kana al-amru kadhalika fayajibu alaina an nafirra ila Allah. Ikisha kuwa hivyo inatakikana sisi tukimbilie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa natadharra baina yadayhi, na sisi tunyenyekee kwake kwa kumuomba ili hili lililotukumba liwe ni lenye kuondoka. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin, kimbilieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na haya yaliyokupateni, hakika mimi kwenu ni mwonyaji wa wazi. Kwa sisi Waislamu hatuna namna, inabidi turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tukimbilie kwake, tunyenyekee kwake, aondoe hali tuliyokuwa nayo, mazingira yarudi kama vile ambavyo ilivyokuwa mwanzo. Khamisan, tano, kutokana na hali tuliyokuwa nayo, an na'lama annaha bisababi dhunubina wa ma'asina, tujue kwamba haya yanayotokea haya ni kwa sababu ya madhambi yetu na maasi yetu, wa bu'dina an manhajillah, na kwa sababu ya kuwa kwetu mbali na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathirin, hakuna kinachokupateni katika misiba isipokuwa kwa sababu ya vile ambavyo vimechumwa na mikono yenu, na Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe mengi mno. Kama Allah angekuwa ni mwenye kuadhibu kwa kila makosa ambayo watu wanayafanya, kwa kila madhambi ambayo watu wanayafanya, basi ingekuwa labda katika ardhi mmeisha. Lakini hayo machache anayokuadhibuni kwayo, mjue kwamba yako mengi ambayo ya Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa
anasamehe. Sadisan, jambo la sita, kathratu du'a libaladina wa hukamina, ni sisi kukithirisha kuomba dua kwa ajili ya nchi yetu na kwa watawala wetu. Wayaj'alu Allahu al-islaha fi aydihim, na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie islam na kutengeneza katika mikono yao. Innahu mujibun, kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kujibu dua. Kwa tujitahidini katika hayo na hayo mengine tusiyoyasema ambayo ahlul ilm watakayokuwa wanatoa, tuyasikilize na tuyafanyie kazi, kwa sababu hali iliyoko si hali nzuri. Hatuna namna isipokuwa kurudi kwa yeye عز في علا وعظم في آل السماء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.